Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salum Mohamed amesema serikali imekuwa ikichukua jitihada mbalimbali katika kuhakikisha inadhibiti usalama wa watumiaji wa barabara nchini. Amesema hayo wakati akitoa taarifa ya kuanza kwa matumizi ya kamera za kunasa makosa barabarani huko ofisini kwake Kisauni, wilaya Magharibi B, Unguja. Amesema kuwa serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali zikiwemo kuimarisha mtandao wa barabara pamoja na kuweka miundombinu itakayopelekea kupungua kwa ajali za barabarani. Aidha, amefahamisha kuwa kamera hizo zina uwezo wa kurekodi taarifa za makosa vyombo vya moto na watembea kwa miguu, ikiwemo mwendo kasi, matumizi ya simu na kutojali alama na ishara na usalama barabarani, kama hapa anavyoeleza. Taarifa rasmi ya serikali ya kuanza kwa matumizi ya kamera za kunasa makosa ya barabarani hapa Zanzibar. Tutoe taarifa fupi juu ya matumizi ya speed na radar kamera yenye mfumo au kamera zenye mfumo wa radar ya kupima mwendo kasi ya chombo cha moto katika kuchukua na kuangalia makosa ya barabarani. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikichukua jitihada mbalimbali katika kudhibiti usalama wa watumiaji wa barabara. Jitihada hizo zikiwemo kuimarisha mtandao wa barabara pamoja na kuweka miundombinu rafiki itakayopelekea kupungua kwa ajali za barabarani. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kamera hizo ambazo ni speed na radar kamera pamoja na CCTV kamera zimewekwa kwa kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ya uwekaji wa kamera za barabarani. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuanzia, kamera hizi zimefungwa katika maeneo mbalimbali ya barabara za mjini hapa Zanzibar. Hata hivyo, zoezi la ufungaji wa kamera linaendelea katika maeneo mengine yakiwemo maeneo ya watembea kwa miguu, maeneo ya vituo vya mabasi pamoja na maeneo ya makutano ya barabara. Kamera hizi zina uwezo wa kurekodi taarifa za makosa ya vyombo vya moto na watembea kwa miguu, ikiwemo mwendo kasi, matumizi ya simu, kuto kuvaa mkanda, kuto kuvaa kofia ngumu, upakiaji mbaya katika pikipiki maarufu kama mshikaki, kuto kujali alama na ishara za usalama barabarani. Aidha, kamera zina uwezo wa kutambua chombo ambacho hakijapasishwa, hakijakatiwa bima au kina madeni ya maegesho. Kwa kamera hizi zina uwezo mkubwa, makosa hayo yote yataweza kunaswa na kamera hizi, na yakinaswa basi hatua zitachukuliwa za kisheria. Taarifa za makosa yatakayochukuliwa zitatumwa moja kwa moja kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi iliyosajiliwa kwa chombo hicho. Hivyo ni waombe wananchi wote wanapouza vyombo kuhakikisha wanafanya uhaulishaji ili kuepuka usumbufu wa ujumbe utakaotumwa baada ya chombo kufanya makosa barabarani. Tunajua kwamba watu wanauziana vyombo, lakini ule utaratibu wa kisheria wa kuhaulisha vile vyombo kwenda kwa jina la mtu mwingine na registration ya mtu mwingine kwa chombo hicho, baadhi ya wakati na baadhi ya watu huwa hawafanyi. Sasa wasipofanya hivyo, kamera hizi zitamtambua yule mmiliki wa mwanzo ambao kasajiliwa ndani ya chombo hicho.
Kwa hivyo taarifa ya makosa yake yatakwenda kwake wakati tayari chombo ameshauza. Kwa hiyo tunahimiza hapa wananchi wachukue hatua hizo za kuhakikisha kwamba wanapouza vyombo wanavihaulisha mara moja, ili yule mhusika hasa aweze kuambatanishwa na makosa ya chombo hicho yatakayofanyika barabarani. Ndugu waandishi wa habari, kamera hizi zimefanyiwa majaribio kuanzia tarehe 1 Julai 2026 ambapo madereva waliofanya makosa wamekuwa wakipatiwa ujumbe wa kuonywa juu ya tabia zao barabarani. Kutoka tarehe 1 wakati tumefanya majaribio, kuna baadhi ya madereva waliokuwa wakifanya makosa barabarani walikuwa wanapata ujumbe, na tunasikitika kusema kwamba kulikuwa na makosa wastani makosa 500 kwa siku ya barabarani katika kipindi hicho tu cha kufanyiwa majaribio. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kwa upande mwingine, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imeweka kamera kwa ajili ya kunasa matukio ya matumizi mabaya ya hifadhi. Kwa hivyo hii ni tahadhari kwa wananchi. Tunawapa taarifa rasmi kwamba kuanzia tarehe 1 Agosti 2026 kamera hizi zitakuwa zinafanya kazi, na yoyote atakayenaswa kuanzia tarehe hiyo hatua za kisheria zitachukuliwa. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu ikiwa katika hali ya amani na utulivu unaowezesha wananchi kuendelea kufanya shughuli zao bila matatizo, zikiwemo shughuli za usafiri na usafirishaji. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.